Dalili 7, mwanamke wako anakucontrol ili akutumie kwa ajili ya faida yake. Jamani, kwa ajili ya nini? Ya faida yake, sio ya kwako. Kwenye mahusiano jamani, kama ni faida mnatakiwa muipate wote. Sio unakuwa kwenye mahusiano na mwanamke ambaye huyu mwanamke anakutumia, halafu wewe unarudi nyuma, halafu wewe husongi mbele, unabaki umestaki kwenye maisha, halafu mwenzako anakutumia wewe, halafu mambo yake yanaenda. Hicho ni kitu ambacho hakifai na hakitakiwi kwenye mahusiano. Na ndio maana mnapokuwepo kwenye mahusiano, wote mnatakiwa msaidiane, muinuane, muwezeshane, kila mtu aone mambo yake yanaenda. Sio kwa sababu uko na mwanamke, wewe mwanaume, basi wewe unatumika, halafu wewe maisha yako yanaharibika. Hicho ni kitu ambacho hakifai. Sasa mimi hapa leo nimekuletea viashiria hivi 7 vitakavyo kuonyesha ya kwamba mwanamke wako anakucontrol ili akutumie kwa ajili ya faida yake, sio kwa faida yako wala kwa faida yenu kwa pamoja. Sasa kabla sijaendelea, kama ni kwa mara yako ya kwanza leo unakutana na video hii, kwanza karibu sana. Nikwambie tu upo sehemu sahihi. Hapa ndio sehemu pekee tunayojifunza, tunayoelimika, tunayoburudika, yaani tunasema hapa ni full package. Na kama bado haujasubscribe, unasubiri nini jamani? Hakikisha umesubscribe. Hapa chini kuna maandishi meupe yameandikwa subscribe. Ukiagusa hayo tu unakuwa tayari umekwisha kusubscribe na unaungana na sisi hapa, tunajifunza kwa pamoja. Mimi naitwa Yusta Mgaya. Sasa bila kupoteza muda, twendeni moja kwa moja kwenye viashiria hivi 7 vitakavyo kuonyesha kuwa mwanamke wako anakucontrol ili akutumie kwa ajili ya faida yake. Kiashiria cha kwanza kitakacho kuonyesha kuwa mwanamke wako anakucontrol ili akutumie kwa ajili ya faida yake, atakuwa na tabia ya kukuambia ya kwamba kama unanipenda nifanyie hivi. Yaani tuchukulie kwa mfano, mnazungumza jambo, halafu yeye anakuambia kama unanipenda naomba unipe kiasi fulani cha pesa. Kama kweli unanipenda naomba uninunulie gari. Kama kweli unanipenda utanifanyia jambo fulani. Umeelewa sijui? Huyu mtu anakutumia kwa ajili yake mwenyewe, lakini pia anakucontrol. Kwa sababu upendo wa kweli haupo kwenye eti kwamba kama unanipenda nifanyie jambo fulani. Hapana. Na wakati mwingine huyu mtu anakuambia hivyo, labda wewe amekuona umepata pesa, na hiyo pesa una mahesabu, labda unataka uende ukaiweke kwenye biashara, ujikuze mwenyewe, ujiendeleze mwenyewe. Yeye anakuja hapo alafu anakuambia kama unanipenda mimi nipe hiyo hela, au kama unanipenda hiyo hela ninunulie gari. Hela kweli unayo? Huo sio upendo. Huyo ni mtu ambaye anakucontrol tena vibaya. Kwa sababu mwisho wa siku na wewe kweli ukimsikiliza, halafu ukamfanyia kile kitu ambacho yeye anakitaka kutoka kwako, labda ndo hivyo ukasema umnunulie labda gari, ama amekuomba pesa ukachukua hiyo pesa ukampa, wakati hiyo pesa ilikuwa na malengo fulani ya kukuendeleza wewe, ya kufanya wewe ufanikishe jambo lako fulani, yeye anakwambia umpe ili uonyeshe ya kwamba unampenda. Mwisho wa siku utajikuta wewe kama mwanaume malengo yako unashindwa kuyatimiza. Maisha yako hayasongi mbele. Unajikuta umestaki kwenye maisha kwa sababu wewe ulikuwa unapambana kumridhisha huyu mwanamke. Kwa sababu kama kweli yeye sasa mwanamke anakupenda na wewe, hawezi akaja eti akakwambia kama unanipenda nifanyie kitu fulani, kama kweli unanipenda fanya hivi. Hiyo ni controlling.
Hiyo ni controlling. Upendo unaonekana namna mtu anavyokujali, mahusiano mlionayo, mbona ni vitu ambavyo vinaonekana. Kwa nini yeye anakuwa anataka umfanyie vitu eti ndo kwamba uprove upendo wako kwake? Kwa nini? Manake yeye anajua anachokifanya. Yeye anajua anakutumia ili yeye aweze kusogea, mambo yake yeye yaende kupitia wewe, na wewe utakuwa unaona maybe labda inabidi nifanye ili kweli nimthibitishie ya kwamba ninampenda. Ngoja nijitahidi, nipambane, nifanye. Kuna wanaume wengine wanaenda kukopa hadi mikopo ili kusudi amridhishe huyo mwanamke, maana mwanamke anachachamaa. Yaani wewe nilikwambia unifanyie kitu fulani, usiponifanyia basi bwana, kama unanipenda utafanya. Kaka anatoka kiki anaanza kuhangaika huko, anakopa mikopo huko, anafanya hiki anafanya kile, ili huyo mwanamke aridhike, amfanyie kile kitu anachokitaka. Mwisho wa siku mwanaume anajikuta yupo ana madeni, anajikuta sijui biashara zake zinafungwa, anajikuta maisha yake yanaharibika. Kwa sababu ya nini? Ni kwa sababu alikuwa na mwanamke ambaye alikuwa anamcontrol ili amtumie kwa faida zake mwenyewe. Yeye hakushtuka, alijua labda ni upendo, natakiwa mimi nifanye vitu ili ni prove upendo wangu kwa huyu mwanamke. Kumbe alikuwa anajiangamiza mwenyewe. Kwa hiyo ukimuona mwanamke ana hii kauli, kama unanipenda nifanyie kitu fulani, kama kweli unanipenda fanya hivi, kama kweli unanipenda usifanye vile, anakucontrol. Kuwa makini. Mbinu ya pili ambayo wanawake wengi huitumia kwa control wanaume kwa ajili ya faida zao ni kupitia seksi. Wanawake wengi huitumia seksi kama nyenzo ili kwa control wanaume. Unajua wanatumiaje? Wanaitumia hivi. Kwa mfano wewe mwanaume unakuwa unashindwa kufanya jambo ama unaogopa kwa sababu ukifanya kile kitu utanyimwa seksi. Ama usipofanya utanyimwa seksi. Maana yake anakucontrol bila wewe kujua. Yaani wewe unajikuta ni kama mtumwa wake vile. Ukitaka kuna nini? Kikasirika hapa nitanyimwa hapa. Kwa hiyo unajikuta ni kama vile kibaraka sasa, unakimbizana huku unakimbizana kule, kwa sababu usinyimwe. Unakuwa ni kama vile mtoto anakuwa anadolishiwa pipi. Alafu anaambiwa hivi, sasa wewe ukijichafua tu sikupi hii pipi, sitakupa. Kwa yule mtoto anajitahidi na kwambia, anapambana hata kama yani sio mambo yake, anapenda kujiachia, kucheza na nini, lakini atajikuta anakuwa mnyonge pale kwa sababu asije akakosa pipi. Sasa na wewe unawekwa kwenye hiyo hali. Unakuwa unaogopa, yani hapa akichukia tu nitanyimwa seksi. Yani hapa unakuwa mtumwa, anakuweka kwenye keji ya kukucontrol anavyotaka. Anakupeleka anavyotaka. Wewe unakuwa unahisi labda uko sawa tu, haina shida. Unajua bwana, mapenzi nayo jamani, ndio maana nasema ni upofu. Una mtu anafanyiwa hivyo, yanaona labda unajua ni mapenzi tu, labda ndivyo ambavyo inapaswa kuwa, ndivyo ambavyo inapaswa kufanyika. Kwa hiyo naye haoni shida. Kuna mwanaume mwingine anaweza akachukizwa na jambo fulani kuhusu huyo mwanamke analolifanya, lakini hawezi kumwambia kwa sababu anajua nikimwambia tu hapa nitaharibu, hapa nitanyimwa. Kwa hiyo ananyamaza tu, anagugumia moyoni. Ndio maana wanaume wengine wanajazaga mavitu moyoni huko, watu wanapata pressure, wanapata magonjwa ya moyo. Kwa sababu gani? Hayuko huru kwenye mahusiano. Jamani, unatakiwa uwe na mtu ambaye uko huru. Bwana wewe mwenzangu umenikosea bwana, hiki ulichofanya sio kizuri. Sio wewe umekuwa kama mtumwa sasa. Ukinani kidogo tu kosa utanyimwa. Kwa hiyo uko hapo sasa, unakontroliwa bila wewe kujua.
na unafanya na unatenda. Sasa jamani, kama mtu anakosea huwezi kumwambia, wewe unanyamaza tu, kwa sababu ukisema atakunyima tendo. Wewe si uko under control? Uko under control. Unafanya vitu ili asichukie, yani unamtetemekea kweli kweli, yani uko under control. Kwa hiyo wanawake wengi kutumia sex ili kucontrol wanaume na kupata vitu wanavyovitaka. Kwani jamani, hamjawahi kusikia kuna wanaume ambao hawana kauli yoyote ile kwa wake zao? Achana na wale wengine ambao wamerogwa. Kuna wanawake ambao wanatumia seksi kama vile ni uchawi wa kumroga mwanaume. Anatumia hiyo kama fimbo ya kumchapia. Kwani hamjawahi kusikia jamani? Mbona haya mambo yapo? Anatumia sex. Hiyo ni moja ya kumcontrol, kwamba sasa wewe umefanya jambo fulani, si nikwambia silitaki. Okay, haya tutaona sasa. Akija kwenye seksi, usiniguse. Si nikwambia usifanye jambo fulani, mbona umefanya? Si nilikwambia ufanye, mbona hujafanya? Wewe umefanya ama wewe hujafanya? Usinishike kabisa. Hataki. Anakuadhibu, anakucontrol. Shituka. Dalili ya tatu ambayo wanawake wengi huitumia kwa control wanaume kwa ajili ya faida zao, ataondoa nguvu yako ya kujiamini. Kwa mfano, ile saiko yako, yani wale watu wako wa karibu ambao mnashirikiana kwenye kazi, kwenye biashara, mnashauriana kusonga mbele, mnashauriana mambo makubwa, ataiondoa hiyo nguvu yako ya kujiamini. Unajua anaiondoaje? Anaiondoa hivi. Tuseme labda nyie na hiyo saiko yako ya hao marafiki huwa mnakutana mara kwa mara, mnadiskasi mambo yenu ya maendeleo, ya mafanikio, ya biashara, ya nini, ya chochote kile. Lakini ni saiko yako inayokupa nguvu fulani inatoka kwa hao watu, kwa sababu jamani, kwenye maisha unahitaji watu ili uweze kupiga hatua za kusonga mbele. Sasa yeye huyu mwanamke atakuwa anakuambia kwamba yani hao marafiki zako unawaona ni bora sana kuliko mimi, muda mwingi sana unaspendi nao, mimi hata unipi muda. Atakuwa analalamika, yani kama vile anajali sana muwe wote, lakini sio kweli, kwa sababu anajua ya kwamba ile ni nguvu yako. Wale watu wanakusababisha wewe usogee kwenye maisha, wanakusababisha wewe uwe hivyo ulivyo leo. Atataka wale watu waondoke. Iwe ni hao marafiki, iwe ni watu ambao unafanya nao kazi, ama labda ni muda ambao unakuwa unachukua kwa ajili ya kufanya kazi kwa namna moja ama nyingine. Kwa sababu gani? Tuchukulie mfano huu wa kazi. Ni kwamba wewe tuseme labda unatoka kazini. Ukishatoka kazini, kuna sehemu ambapo unapitia kwenda kulifanya jambo lingine ambalo nalo pia linakuwa ni sababu ya wewe kukuingizia kipato cha nje labda, yani kwa namna moja ama nyingine, yani hilo jambo linakuinua, si ndio? Yeye atataka ucut off hayo mambo yote, yani anaiondoa nguvu yako kwa staili hiyo. Mwisho wa siku anakuacha peke yako, halafu anakuacha wewe ukidipendi na yeye tu, ili yeye sasa aweze kukucontrol, kwa sababu huwezi kumcontrol mtu kama akiwa ana watu ambao wamemzunguka wanaompa nguvu. Huwezi kumcontrol. Kwa hiyo huyu mtu ataondoa watu wako wale wa karibu kwa kigezo cha kwamba unatumia muda mwingi tu kuwa nao, mimi haunipi muda. Kwa nini? Unatumia muda mwingi huo kwenye kazi, mimi hata hunipi muda. Manake hiyo kazi yako ndo muhimu sana kuliko mimi. Na wewe tena unaona labda kweli natumia muda mwingi, simpi muda. Unaanza kupunguza utendaji wa kazi, unapungua. Ulikuwa unafanya mambo, unapunguza. Ile spidi ambayo ilikuwa inakufanya wewe usogee sana kwenye maisha inapungua, na spidi inapopungua maana yake hata ile kasi ya kusonga mbele nayo pia inafanyaje?
inapungua. Sasa ukishabaki hapo, sasa anakukontrol vile anataka. Wewe unabaki na yeye, halafu yeye sasa anaanza kukupa masharti anayoyataka. Usifanye hivi, fanya hivi. Hao watu bwana, hapana. Unakutana na nani? Huyo mtu Kweli kuna ile hali fulani ya sisi wanawake ambayo Mungu ametupa ya kugundua jambo likiwa baya, labda tuseme mke wako ukaenda kumwambia kwamba nina jambo fulani nataka nilifanye, hili jambo unalionaje? Yeye akakwambia mume wangu, kwa jambo hili ulioniambia, kwa ninavyoona huyu mtu ambaye unataka ufanye naye hili jambo sio mtu mzuri, au hili jambo halitafanikiwa. Hebu tafuta mtu mwingine ambaye mtafanya naye hili jambo pamoja. Hiyo ni namna njema tu, lakini huyu sasa yeye ataondoa nguvu yako. Huyu anayekushauri hivi atakushauri kwa wema, hataondoa marafiki zako karibu ambao anajua kabisa hawa ndo wanaokusukuma, ndo wanaokupushi, ndo wanaokusaidia, mnasaidiana kwa namna moja ama nyingine. Mwanamke mwema hatofanya hivyo, lakini mwanamke ambaye anahitaji kukukontrol atafanya hivyo. Ukiwa na marafiki zako, huyu mwanamke hawezi kukukontrol kwa sababu akifanya lolote wewe utaenda kuwashirikisha marafiki zako. Marafiki zako watakwambia amefanya 1 2 3. Hapana, haipaswi, amekosea, au hivi au vile. Yani kuna namna tu atashindwa kukukontrol. Kwa hiyo anawa cut off watu wako wote wa karibu, halafu mbaki wawili sasa, ili akukontrol anavyotaka. Dalili ya 4 ambayo wanawake wengi huitumia kuwa control wanaume kwa ajili ya faida zao, atakufanya wewe ujione mkosaji kwa kila jambo. Unajua, atakapokufanya ujione mkosaji kwa kila jambo, manake sasa wewe utarudi unanyenyekea. Basi kama nimekosea nisamee, sirudi tena kufanya hichi kitu. Yani wewe, unanikosea, wewe kila kitu ni hivi, unajua mimi nimechoka, unajua hivi, unajua vile. Yani anakutengenezea guilty kwenye kila jambo. Unajiona mkosefu. Ile yote ni anakunyong'onyeza. Anakunyong'onyeza kabisa ili yeye sasa awe na power. Kwa sababu wakati mwingine huwezi kumcontrol mtu kama huyo mtu yuko sahihi. Huwezi. Kwa hiyo lazima umfanye ajione mkosefu. Ajione yeye hastahili kuongea, kufanya chochote kwa sababu anakosea. Halafu sasa yeye ambaye ndo hakosei, yeye ambaye ndo yuko sahihi, sasa ana uwezo wa kuzungumza, ila wewe mkosefu huna uwezo wa kuzungumza. Unatakiwa ufanyaje? Usikilize. Kwa hata kugeuzia kila kitu. Unanikosea hivi, unanikosea vile, kwani umefanya hivi? Yani wewe utakaa unaangalia kila jambo. Sasa kila jambo mimi nakosea jamani? Umefanya na lile, kwa nini umefanya hivi? Kwa nini lakini? Mbona unanifanyia hivi? Mbona umefanya? Ni nguvu yako inanyong'onyezwa. Ni nguvu yako inanyong'onyezwa. Usiposhituka utaona wewe ni mkosefu, na mkosefu siku zote hanaga pawa ya kuzungumza. Utanyamaza, yeye ndo atakuwa na nguvu ya kuzungumza. Manake wewe utakuwa under control bila wewe kujua. Utakuwa unaona labda pengine mimi ni mkosefu, itakuwa namkosea bila mimi kujua. Namkosea. Kwa hiyo wewe utakuwa mdogo kwa sababu utahisi wewe ni mkosefu. Sasa pale utakapohisi hivyo, ndipo unapompa sasa nguvu ya kukontrol anavyotaka kwa faida zake mwenyewe. Mwenzio anakuwa anajua kabisa
anachokifanya kwako ni kipi, ila wewe ndo unakuwa hujui. Kwa hiyo ukiona unaanza kujiona kwenye kila jambo, wewe unajiona mkosefu kwenye hayo mahusiano mliopo, kwenye kila kitu unaona ni kama unamkosea, na yeye anakuambia unamkosea kwenye kila jambo, unaona unakosea tu, jua kabisa huyo mwanamke anakukontrol. Dalili ya 5 ambayo wanawake wengi huitumia kwa ajili ya kuwakontrol wanaume, machozi. Yaani tuchukulie mfano, amekukosea, halafu wewe unaenda unamwambia, hivi kwa nini umefanya hivi? Kwa nini unanikosea kiasi hiki? Kila siku unanikosea. Anakugeuzia, unakuja unanikaribia, unanigombeza kiasi hiki, si uongee na mimi vizuri. Machozi yanaanza kutiririka na kuambia, kwani unanifanyia hivi, lakini unashindwa kuja kuongea na mimi vizuri, mpaka unanifokea kama mtoto mdogo, sijui nini. Na hapo ulienda ukaongea tu ile unajua kuna kuongea kwa ukali na kuna ile kuongea kwa msisitizo ya kwamba mtu amekukosea, sasa unamwambia asije akajirudia. Anageuza hapo na kuambia tena, unaonekana wewe ndo mkosefu, wewe ndo uliyekosea. Machozi yanatiririka hivi. Hii mbinu ya machozi ni kwa sababu sasa anatumia machozi ili wewe uone ya kwamba wewe ndio kama unamuonea vile, unamuonea, unamnyanyasa, unamtesa. Na wewe ukishaona hivyo tena machozi yanamwagika hivi, tena wewe unashuka. Basi sasa mimi sijataka tufikie huko, anze tena kulia hapo na nini. Hapana bwana, usilie basi, hebu tuzungumze tu vizuri. Mimi hapana, nimechoka. Yaani wewe unakuja unanikaribia, si uniongeleshe mimi vizuri. Anakukontrol kwa kila mbinu na kila namna. Anaona kabisa huyu kaja akachukia. Okay. Kwa hiyo hapa, ili sasa nimrudishe mahali napotaka akae, nilie. Nikianza tu kulia hapa, huyu lazima ashuke. Akishashuka sasa, yeye ndo ataanza kunibembeleza. Akishaanza kunibembeleza, manake makosa yanageuka na kuwa ya kwake. Sijui unaona hapo? Na kweli unashuka, ukimwona analia, yani analia kweli kweli. Kama yeye ndo anakosewa, anaanza kuibua na mambo mengine huko ya nyuma uliowahi labda kumkosea, uliteleza tu, anayarudisha. Ndo maana ulifanyaga hivi, ndo maana ulifanya vile, ndo maana vile, ndo maana hivi, ndo maana kule. Mambo kibao yanaibuka. Hiyo yote amekuona wewe umekuja umepanda, sasa anataka akushushe. Anatumia kila njia na kila mbinu ili akushushe, ili sasa hapo yeye ndo awe na sei. Maana ukishambembeleza sasa, nisamee bwana, tuzungumze tu, haya yaishe bwana, nisamee basi kama nimekuongelesha, nisamee basi kama nimekuongelesha vibaya, hujapenda, mimi sikudhamilia na nini. Yani umekuja unanikaribia sana, yani mimi kwa kweli hapana, yani unashuka, unaomba msamaha. Ukishaomba msamaha sasa, manake wewe ndo uliyekosea, sio yeye. Sijui unaelewa? Manake yeye siku zote yuko sahihi. Mkoseaji ni wewe, mwenye mapungufu ni wewe, mwenye shida ni wewe, mwenye matatizo ni wewe. Na wewe sasa unatakiwa umsikilize yeye. Kwa hiyo hii pia ni mbinu ambayo wanawake huitumia ili kuwa control wanaume. Au tuchukulie mfano, huyu mwanamke anaweza akakupigia tu simu analia, nakwambia hapa nimepata tatizo. Tatizo gani?
Yani nakwambia hata siwezi kuelezea. Nina shida ya hela hapa. Shilingi ngapi? Yani nina shida kweli ya hela, nitakuelezea tu baadaye yani. Nitumie tu hela kama unayo kwanza, baadaye ndo utanipigia nitakuelezea. Maana ni emergency, natakiwa ni solve haraka haraka. Na wewe kweli unaenda unachukua kama ni hela huko, hata kama huna, unaenda kwa marafiki unakopa, au unaenda unachukua akiba unamtumia, kwa sababu wamekupigia simu wanalia, ana changamoto umsaidie. Na wewe unatoa unampa, kisa umesikia machozi analia. Kumbe mtu anajifanyisha hata huko aliko. Anajifanyisha. Haya mambo tumeshayaona mara nyingi mbona? Mimi wakati niko chuo jamani, kulikuwa kuna huyo mdada alikuwa na huyo mkaka wako kwenye mahusiano. Yeye alipokuwa anahitaji pesa yoyote ile, anatengeneza sababu kubwa yani ya kupata pesa nyingi. Kwa sababu sababu ikiwa ndogo ndogo, atamtumia 20,000, 10,000, 30,000, lakini anatengeneza sababu kubwa ili amtumie hata 100,000, 1,500,000, 200,000. Umeona? Kwa hiyo anampigia simu, tena anaweza akatupanga hata pale nakwambia. Akasema sasa nyie semeni mimi niko hospitali sasa hivi hapa. Hapo tumekaa hostel. Hapo tumekaa hostel. Anasema semeni niko hospitali. Anamchezea movie kabisa huyo kaka. Anampa simu rafiki yake, anamwambia haya mpigie. Anampigia, kisha mpigia, shemeji bwana tuko hapa hospitali, alizidiwa tu ghafla hapa, joto lilipanda ndo likabidi tumlete hospitali. Mko hospitali gani? Tuko huku sijui wapi wapi huko, hata hospitali yenyewe hatujaisoma, yani tumeingia tu hapa hivi. Kwa hiyo hapa inahitajika hela bwana, ili aweze hapa kusaidiwa hapa haraka haraka. Basi yeye hapo nakwambia analia. Mpe simu, hawezi hata kuongea, yani analia tu, muda wote analia tu. Basi nakwambia anachukua ile simu, hebu msogezee simu. Anaambia wewe vipi? Naumwa sana. Analia hatari. Huyo kaka huko aliko nakwambia, chapu chapu kaka, watu anatuma hela. Sijui anakopa, sijui ndo akiba alionayo, sijui anafanyaje, anatuma hela 1,000,000, 1,500,000 anatuma. Baadaye anapiga simu kuuliza vipi anaendeleaje rafiki yake. Sasa ndo anaongea simu ikipigwa. Hapo sasa anapopiga simu anapopiga simu yule kaka, chips zimenunuliwa nakwambia hapo, za watu wote walioshiriki kwenye huo mchezo. Wananunuliwa chips, wananunuliwa chips hapo, soda hapo, sherehe inafanyika. Mimi kwa kweli nilikuwaga sitaki kuingizwa kwenye hayo mambo. Mimi naangalia tu kama naangalia movie ambao wanakuwa naicheza hapo. Lakini wakitaka kununulia chakula, haya ninunulieni nakula. Lakini kuhusishwa kwenye hayo mambo yao mimi nilikuwa sitaki. Nilikuwa nawaangalia. Kwa hiyo kuna watu wanachezewa michezo kama hiyo, wanakuwa controlled bila wao kujua. Kama hivi huyu dada alikuwa anamcontrol huyu kaka kumpatia pesa anayoitaka yeye. Yani anamchomoa pesa anayoitaka. Kama anataka 1,500,000, anatengeneza tukio la kuipata 1,500,000. Kama anataka 200,000, anatengeneza tukio la kupata 200,000. Sio yule kaka kaamua kumpa 200,000. Pengine huwezi kujua hata mahesabu yake yeye alikuwa sio ya kutoa 200,000, lakini imetolewa kwa sababu ya controlling ya huyu mwanamke. Kwa hiyo wanaume inabidi muwe makini sana kwenye mambo haya. Dalili ya 6 ambayo wanawake wengi huitumia kucontrol wanaume kwa ajili ya faida zao ni kucheza na hisia za wanaume. Yaani ili mwanamke yoyote akucontrol, lazima awe anacheza na hisia zako. Muda wote, tuseme kwa mfano, wewe unakuwa ni mtu ambaye unamtafuta sana kuliko yeye akutafute, unaweza ukamtumia message asikujibu, ama yeye akikutumia message usipojibu kwa wakati,
inakuwa ni kosa. Wewe inavyoonekana hunipendi, inavyoonekana uko na mtu mwingine, kwa nini sasa ufanye hivyo Ama huyu mwanamke atakuwa na kutafuta mara kwa mara, yani hakuachii nafasi ya kupumua, hakuachii nafasi ya wewe kufikiria mambo yako binafsi. Yani muda wote anakushika kwenye akili yako umfikirie na kumwaza yeye. Anakupigia simu muda wote, anakutumia meseji muda wote, yani nakwambia uko wapi, unafanya nini, hivyo. Unajua kuna upendo na kuna control. Upendo ni ule mtu ambaye anakuachia muda wa kufanya mambo yako. Akikupigia ukimwambia uko busy, anakuambia sawa basi, ukiwa na muda utanipigia. Umeona hivyo? Lakini huyu sasa ambaye anakucontrol, yeye anataka akucontrol kwenye kila jambo. Niko na kazi, uko na kazi nini? Mimi nataka tuongee sasa hivi. Achilia hiyo kazi mara moja tuongee. Anakucontrol. Mwanamke ambaye hakucontrol atathamini muda wako, atathamini kazi zako, atathamini maisha yako kwa ujumla. Hatakuwa sababu yeye ya kutaka eti yeye awe bora kuliko vitu vyako na mambo yako yote. Kwa sababu jamani, mahusiano ni sawa, lakini pia kuna vitu ambavyo mtu unatakiwa uwe unavifanya nje ya hayo mahusiano. Lakini wewe utajikuta huyu mwanamke anataka kucontrol kila eneo, kwenye kazi, kwenye biashara, wewe kwenye nini, kila unachokifanya yeye akucontrol. Yani sijui hata tusemeje. Yani umsikilize yeye kwenye kila kitu. Wewe hapo umefanyaje? Hapana, usifanye hivyo, fanya hivi. Mimi nataka tuongee sasa hivi. Sasa niko busy, utajua mwenyewe, mimi nataka tuongee. Yani ole wako nikatie simu. Sasa niko na kikao hapa kazini, nimesema hivi, utajua mwenyewe, mimi nataka tuongee. Yani ukikata tu simu nakwambia, utanijua vizuri. Au ukikata simu, yani mahusiano yangu mimi na wewe ndio mwisho. Anakuwa anakutishia kuachana na wewe. Anakucontrol, utaona hiyo kitu. Ukifanya hivi, yani nakwambia utaona. Hicho kitu sio kitu kizuri. Hisia zako ni za muhimu. Anatakiwa aelewe ya kwamba sasa hivi niko busy, niache nitakupigia. Aelewe, athamini muda wako wa kazi, athamini muda wako wa mambo yako mengine. Lakini sio yeye awe amekunata kwenye koo, hupumui, kisa tu uko naye kwenye mahusiano. Amekukaba na kwambia na control kila kitu, wewe usikilize amri yake. Huyo sio mwanamke. Ukikuta mwanamke wa hivyo kaka, kazi ni kwako, na wewe pia ni mtu mzima, si ndio? Maamuzi ni ya kwako. Maana kuna wanaume wengine wanapenda kukontroliwa. Sasa kama mtu anapenda kukontroliwa utasemaje? Mimi ninachojua, mwanaume wewe ndo unatakiwa uwe na control mahusiano yako, uwe na control ndoa yako, si ndio? Yani uwe pale kichwa, ufanye majukumu yako. Wewe uwe unajua direction, tunaenda wapi, tunaelekea wapi, unatakiwa wewe ujue. Sasa kuna wanaume wengine pia hawajuagi direction, wanasababisha wakontroliwe. Kwa sababu wewe kama hujui direction na wewe ndo kichwa, inakuwaje? Haifai. Lazima uwepo hapo na ucontrol mambo yako. Kwa hiyo ili mwanamke akucontrol, atacheza na hisia zako.